أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma baad. Wale wanaokumbuka wiki iliyopita tulianza kueleza kwa nini, mambo gani mtu anaweza akayafanya akapata amani siku ya Kiyama. Siku ambayo kwamba tumeieleza sana, tukataja mambo 23. Mambo yale sisi tutayaona kwa macho yetu kwanza, vituko vitakavyo kutokea siku ya Kiyama. Mambo yale 23 yote kwa watu tuliowataja wiki iliyopita, Mwenyezi Mungu anasema kwenye Qur'ani kwamba wao watapata amani. Wa hum min faza'in yawma idhin aminun. Watu hawa tuliwataja 5 wiki iliyopita, ni kuwa wao watapata amani siku ya Kiyama. Na kitabu changu hiki kinaniambia kwamba hii leo ni darsa ya 30 tangu tuanze series hii ya Yaumul Akhirah, na ni darsa ya 5 kuhusu stage yetu ya 6. Stage yetu ya 6 ilikuwa ni ahwalu yaumil qiyama, sababu tumetoka kwenye dunia tukaingia kwenye mauti, tukaingia kwenye kabr, tukaingia kwenye nafkhu fi sur. Sisi tuko kwenye darsa ya mwisho ya stage ya 6, ahwalu yaumil qiyama, na hii ni darsa ya 3 kuhusu ahwalu yaumil qiyama. Wiki iliyopita tulitaja watu aina 5 ambao Mwenyezi Mungu anasema watapata amani siku ya Kiyama. Mtu wa kwanza ni wale watu ambao kwamba watakuwa na istiqama katika tauhid. Tauhid ni kitu mbali na istiqama ni jambo tofauti, na tulieleza wiki iliyopita. Hili ni kundi la kwanza ambalo litapata amani siku ya Kiyama, na tukataja aya nyingi masala haya. Kundi la pili wana sifa 3: almuttaqun alladhina amanu wa amilu salihat. Hili ni kundi la pili, tulieleza vile vile wiki iliyopita, wenye kumogopa Mwenyezi Mungu wakawa na imani na wakafanya amali njema. Kundi la 3 ni alkhawfu min Allah, wale watu ambao kwamba walimuogopa Mwenyezi Mungu hapa duniani. Na khauf na taqwa ni vitu viwili tofauti vile vile. Hapa tulikumbushana hadithi ya Mtume, hadith Qudsi. Mtume aliposema kwamba Mwenyezi Mungu anasema hawezi kumpatia mja wake kuogopa mara 2 wala amani mara 2. Ni mtu aogope hapa duniani apate amani siku ya Kiyama, lakini yeye akijiamini hapa duniani, yaumul qiyama pia hawezi kupata amani, Mwenyezi Mungu atamuogopesha. Kundi la 4 ni wale almutahabuna fillah, wale wanaopendana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhana. Na kundi la 5 alinfaqu fi sabilillah, wale watu wanaotoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhana. Sisi tulifika hapo wiki iliyopita na tukasema mambo haya 5 yanafanywa kwa kuendelea. Infaq fi sabilillah, mtu kumpenda mwenzake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, istiqama, mambo haya yote yanafanywa kwa kuendelea. Mtu wa 6 sasa, hili linaweza kutokea mara moja peke yake katika umri wa muumini. Jambo hili likitokea ni sababu mtu kupata amani siku ya Kiyama. Jambo lenyewe ni ashahadatu fi sabilillah, mtu kupata shahada katika njia ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Aliyekufa shahidi vitani, ama kwa njia nyingine inaweza kwamba sio vitani, lakini akawa ni shahidi mbele ya hisabu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, huyu vile vile hata babaika na ahwalu yaumil qiyama. Watu akibabaika, yeye atakuwa yuko kwenye amani. Mwenyezi Mungu anasema kwenye suratu Ali Imran aya 170, aya hizi
zinahusiana na vita vya Uhud. Mwenyezi Mungu anasema farihina bima atahumullahu min fadli, wale waliokufa mashahidi watafurahi kwa zile neema waliopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu. Wayastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim, na watatoa habari njema kwa wale watu ambao kwamba watakuja hawajakutana na wao bado, yani watu wa duniani, lakini wao washakwenda mbele za akhira, mbele za haq, wameshaona ile bishara. Alla khawfun alaihim wala hum yahzanun, kwamba wao hawataogopa wala hawatopata huzni siku hiyo wakifufuka siku ya Kiyama. Mtume anasema kwenye hadithi vile vile, Mtume anasema hadithi sahih akisema kwamba lishahidi inda Allahi 6 khisal, yule shahidi aliyefariki vitani kwa Mwenyezi Mungu ana mambo 6. Riwaya nyingine au 7 khisal, ama mambo 7, na riwaya zote mbili ni sahih, mambo 6 ama mambo 7. Na ile riwaya inatokea tofauti ya riwaya ni kwa sababu mara nyingine Mtume anakuwa kwenye majlis akaisema hadithi hii akataja mambo 6, baada ya mwezi ama baada ya wiki Mtume akarudia hadithi ile akaongeza jambo lingine yeye Mtume, ndio ikawa kuna riwaya ya mambo 6 ama mambo 7, kwa sababu yule sahaba aliyekuwako mpokezi wa hadithi alikuwako siku ya kwanza akipokea mambo 6. Sahaba yule hakuhudhuria pengine jalisa nyingine, sahaba mwingine akahudhuria akapata mambo 7. Ndio hapa nasema wa fi riwayatin 7 khisal, yule shahid aliyefariki vitani anapata mambo 6 ama anapata mambo 7, na hadithi zote na riwaya zote mbili ni sahihi. Mimi sina wakati wa kutaja mambo yote 7 ama mambo yote 6. Mimi nitataja jambo linalotuhusu sisi la kupata amani siku ya Kiyama. Mtume anasema wayamanu min alfaza'il akbar, mtu huyu aliyefariki vitani shahid atapata amani siku ya Kiyama. Faza ni kule kubabaika, na pengine siku za usoni tutakuja kuyataja mambo haya 6 ama 7 yaliyobaki. Haya ndo mambo 6 ambayo mtu lao atayafanya. Mambo ya 5 tulizozungumza wiki iliyopita na jambo moja la leo la shahada. Mtu akiyafanya mambo haya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndio atafufuka siku ya Kiyama yeye akiwa kwenye amani, na huko ndiko kufaulu, kwamba mtu anafufuka siku ya Kiyama yeye lakini ana amani, hana kubabaika kama atakavyokuona watu wakibabaika na wakiitishika. Katika darasa 3 zilizopita ama 2 zilizopita, si tulizungumza kwamba kuna mtu atafufuka siku ya Kiyama ataona nuru kaljabal, nuru kama jabal kulingana na amali zake, na mwingine atafufuka ataona nuru yake kanakhla, kama mtende, na mwingine akifufuka ataona nuru mbele yake karajulil qaim, kama mtu aliyesimama, na mwingine nuru yake itakuwa kwenye kidole chake cha gumba. Yudhi'u marra wa yutfi'u marra, kile kidole kinawaka na kile kidole kinazima. Hadithi hii si tumeitaja. Ni muhimu kujua sasa vipi mtu atapata nuru siku ya Kiyama, kwa sababu tuko mwisho wa stage ya ahwali yaumil qiyama. Kuna mambo machache lao mtu atayashikilia kuyafanya, basi insha Allah Taala kwa rehema zake atafufuka siku ya Kiyama akiwa na nuru. Ima kiona ile nuru yake kalijabal, ama kanakhla, ama karajulil qaim, kwa sababu yule ambaye kwamba nuru yake iko fi usbu'i, yule atachelewa kufika ardhi ya hisab. Tulisema kwamba kile kidole kikiwaka ndio atakuwa na nguvu ya kutembea, kikizima hawezi kutembea. Ndio Mtume anasema yudhi'u marra wa yutfi'u marra. Jambo la kwanza mtu ambaye kwamba akilifanya atapata nuru akitoka kwenye kabri yake ni alwudhu, kutawadha, na sana mtu kubaki na udhu, ule udhu wa kuswali, na mtu kila wakati anajaribu kubaki na udhu. Ni jambo zito, mimi naelewa, la kubaki na udhu, lakini wazee wa zamani hili ni jambo walikuwa nalo. Si tumeona wazazi wetu, walimu zetu sana miji ya pwani huku,
ilikuwa mara nyingi watu wakikaa na udhu, wao wameshazoea kukaa na udhu. Udhu ukivunjika atakwenda tatawadha abaki na udhu. Na hili ni jambo moja halihusiani na darasa, lakini nalitaja kwa faida. Mtu kukaa na udhu jambo moja linamletea baraka nyumbani kwake, mtu kubaki na udhu kila wakati nyumbani. Sasa Mtume anasema kwamba mtu akitawadha anakuwa atapata nuru akifufuka. Lakini kutawadha kwenyewe kuna masharti. Ule udhu ambao kwamba utakupatia nuru siku ya Kiyama ni ule udhu ambao kwamba mtu atapitisha sehemu za kutawadha. Sisi tunajua mtu akitawadha akiosha mkono wake ila almirfaq, mpaka kwenye hapa kwenye kiwiko. Lakini Mtume anasema yule mwenye kupitisha akitawadha akiosha mkono wake, yule ndo atapata nuru siku ya Kiyama. Yule mwenye kuosha mguu, tunatakiwa kwenye kuosha miguu ila alkaabain, kwenye macho ya maguu. Kwa hivyo inatakiwa ni sunna mtu atapata nuru siku ya Kiyama ikiwa yeye atapitisha katika kutawadha kwake. Mtume anasema, hadithi ilipokewa na Bukhari na Muslim na Ibn Majah na An-Nasai na Ibn Hibban, wote kumpokea Abu Huraira. Mtume anasema, inna ummati, hakika umma wangu. Jambo hili ni letu sisi peke yetu. Inna ummati ya'tuna yawm al-qiyama, watakuja siku ya Kiyama, muhajjalina min athari al-wudhu, faman istata'a an yutila ghurratahu falyaf'al. Mtume hapa alizungumza lugha ya Makuraish, ndio akasema muhajjalina min athari al-wudhu, kwa sababu hii ni lugha ya farasi. Ndio akasema faman yutila ghurratahu. Ghurra kwenye Kiarabu, aghar, ni yule farasi ambaye kwamba ana weupe kwenye nyuso zake, kwenye uso wake na kwenye miguu yake. Kukurubisha ile maana, Mtume akawaambia ni sawa sawa na mtu ambaye, kwa sababu maswahaba walimuuliza Mtume, utawajua vipi hawa kwamba ndio wenye nuru? Mtume akasema mfano wake ni mtu mwenye farasi weusi, lakini katikati mwa farasi weusi kuna farasi wengine nyuso zao ni nyeupe na kwenye miguu yao na weupe. Ndio muhajjalina min athari alwudhu. Na hao watafufuka siku ya Kiyama kwenye nyuso zao, kwenye miguu yao, kwenye mikono yao, hawa watakuwa wanatoa nuru. Ndio Mtume akasema faman istata'a, atakayekuweza, an yutila ghurratahu, kuongeza kwenye ule weupe wake atakaokupata, falyaf'al, basi afanye. Kwa hivyo mwenye kutawadha akapitisha viungo vya kutawadha atapata nuru sehemu tatu. Sehemu ya kwanza kwenye uso wake, na sehemu ya pili kwenye mikono yake, na sehemu ya tatu ni kwenye miguu yake. Hili jambo la kwanza tukilifanya, basi mtu atapata nuru siku ya Kiyama. Yani huwa ni ishara kwamba tunakokwenda mambo ni mazuri. Kwa mtu amefufuka na nuru, ni kwamba tofauti na yule ambaye kwamba tulisema atafufuka uso wake ni mweusi. Yauma tabyadhu wujuh wa taswaddu wujuh. Tulieleza katika watu wa 23 ambao watafufuka na vituko, ni yule mtu ambaye kwamba atafufuka uso wake ni mweusi. Watu wa pili ama kundi la pili ambao kwamba litapata nuru vile vile wakifufuka ni almutahabuna fillah. Kundi hili limerudi tena. Wale kule wamepata amani, lakini hapa vile vile watapata nuru, wale watu wanaopendana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nastaki kueleza masala ya alhubbu fillah, tulieleza wiki iliyopita. Mtu wa tatu ambaye kwamba atapata nuru siku ya Kiyama, al-adlu fil hukm, mtu ambaye kwamba atatoa hukumu kwa uadilifu. Yule mtu ambaye kwamba atapewa madaraka ya ofisi, ya nyumbani, ya nchi, ya kaunti, ya kwingine kokote, amepewa madaraka akafanya uadilifu, mtu huyo vile vile atapata nuru akitoka kwenye kabri yake. Mtume anasema, hadithi ilipokewa na Imam Muslim kumpokea Abdullah ibn Amr ibn al-As, innal muqsitina inda Allah, wale watu wenye kufanya uadilifu watapata kwa Mwenyezi Mungu, ala manabir min nur ila yamini rahmani azza wa jalla, watapewa nuru wakifufuka na wataekewa viti maalumu vyenye nuru upande wa kulia wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alafu Mtume akasema, wakilta yadayhi yamin, na mikono ya Mwenyezi Mungu yote ni ya kulia. Jambo hili tulieleza vizuri tulipozungumza majina ya Mwenyezi Mungu kuhusu masala ya mkono wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
hizi darsa za majina Mwenyezi Mungu nataka kusema kuwa tutazirudia tukimaliza tu silsila hii ya rihla la daril akhirah. Tutarudia majina Mwenyezi Mungu, ama tutafanya series zingine alafu turudie majina Mwenyezi Mungu. Leo nimeambiwa kuhusu majina Mwenyezi Mungu na mimi najitayarisha kuja chini hapa kuhusu darsa za majina Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu Mtume anasema alladhina ya'diluna fi hukmihim, wale watu ambao kwamba wanafanya uadilifu katika kuhukumu kwao, wa ahlihim, na watu wao, wama wallau wama wulu, na yale madaraka waliopewa. Mtu akifanya uadilifu sehemu aliyopewa katika uongozi, basi mtu huyu atafufuka siku ya kiyama akiwa na nuru. Kama vile kudhulumu, mtu anapata giza, adhulmu dhulumatun yawm alqiyama, vile vile mtu akifanya uadilifu katika kuhukumu, basi vile vile atapata nuru. Na Uislamu ni dini iliyokuja kuzungumza sana masala ya hukumu, masala ya uadilifu. Na sana ukisoma tarikha Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar alijaribu sana kuwa mwadilifu katika kutoa hukumu, na mpaka wale magovernors wake. Zamani system ya governors pia ilikuwa ulat, sababu zamani kulikuwa na serikali ya majimbo, lakini Madina ndio kulikuwa na headquarters ya serikali. Sayyidina Umar yuko Madina, lakini kulikuwa na jimbo la Iraq, kulikuwa na jimbo la Khurasan, kulikuwa na jimbo la Sham, kulikuwa na jimbo la Falastini, kulikuwa na jimbo la Masr. Katika mambo ya ajabu Sayyidina Umar alifanya kuhakikisha kuna uadilifu ni wakati imefunguliwa Misri, wakati wa Amr ibn al-As radhiyallahu anhu amefungua Misri. Kwa sababu Amr ibn al-As alikuwa mtu wa biashara, yeye akafanya biashara. Sayyidina Umar akapata habari kwamba Amr ibn al-As maisha yake yamekuwa mazuri, akamtuma sahaba Muhammad ibn Maslama. Muhammad ibn Maslama kwa leo tutaweza tukasema ndiye ilikuwa anahusika na mambo ya IPOA, mambo ya anti corruption, kwa sababu alikitumwa mahali kwenda kufanya uchunguzi mahali fulani. Muhammad ibn Maslama, Sayyidina Umar akampatia barua Muhammad ibn Maslama aende Masr, aende akae kule amfanyie uchunguzi Amr ibn al-As ni mwadilifu ama si mwadilifu, amfanyie audit, mali yake ametoa wapi. Na barua ilipofika kule akamuonyesha kwamba mimi nimetumwa na Khalifa Umar ibn al-Khattab kuja kuangalia mali yako, haya sosi yake ni gani. Na Amr ibn al-As akakubali. Ukisoma jambo hilo wanasema hatta shatara na'lahu, viatu vilikuwa pairs mbili, kimoja kikawekwa kando na kingine kikawekwa kando, kuhakikisha hiki cha pili kilipatikana vipi. Shatara na'lahu, viatu viliwekwa kando. Sayyidina Umar alikuwa ataka kufanya uadilifu, na wallahi Umar hakumtuhumu Amr ibn al-As kwa dhulma abadan, kwa sababu baada ya jambo lile Amr ibn al-As alibaki ni wali wa Misri, alibaki ni governor wa Misri Amr ibn al-As. Umar mwisho akaja akamwambia Amr ibn al-As, mimi nilifanya kusudi ili magovernors wengine waogope na mali ya umma, mtu asichezee mali ya umma. Ikiwa Amr ibn al-As governor aliyefaulu katika mambo ya idara, mali yake anagawanywa nusu, na mali yake akagawanywa nusu, nusu akaachiwa, nusu ikapelekwa Baitul Mal. Na Umar akasema mimi sijamtuhumu Amr ibn al-As kwa dhulma, lakini nilikuwa nataka kupitisha message kwa magovernors wengine wasichezee mali ya umma. Ikiwa mimi naweza kumfanyia Amr ibn al-As hili, mwingine nitamfanyia vipi? Na akabaki Amr ibn al-As kule kule juu kama governor wa Misri kwa miaka. Uadilifu wa Sayyidina Umar tukizungumza hatutomaliza. Sasa mtu akifanya uadilifu ni sababu ya yeye kupata nuru siku ya kiyama. Na wewe wallahi angalia dhulma zinazofanyika leo katika hukumu, jambo la kusikitisha sana. Jambo la tatu, jambo la nne, mtu ataweza atapata nuru siku ya kiyama akiswali salatul fajr na isha jamaatan msikitini. Jambo hili litampatia mtu nuru akifufuka siku ya kiyama.
Mtume anasema, hadithi ilipokewa na Abu Daud na Tirmidhi na Ibn Majah kumpokea Anas ibn Malik. Mtume anasema, bashiril mashaina fi dhulami ila almasajid, wape bishara wale wanaotembea kwenye giza kwenda msikitini, salatul fajr na isha, bilfawzi tami yawm alqiyama, kwamba watapata kufaulu kuliokamilika siku ya kiyama. Wanavyoni walipotafsiri hadithi hii wakasema ni wale wenye kuswali fajr msikitini, salatul fajr na isha, kwa sababu swala hizi mbili ndizo swala mzito kwa munafiqin, lakini wao wakajikaza, wakajipinda, wakafanya bidii, wakajitolea, fajr na isha wakaenda msikitini. Siku hizo kulikuwa hakuna taa, hakuna stima, kulikuwa ni giza, kuna hatari, lakini masahaba walikuwa wakiamka wakiswali salatul fajr msikitini na salatul isha. Na kuna sahaba mmoja alikuwa anaishi mbali na msikiti wa Mtume, na ile barabara anayopita kutoka kwake kukinyesha, kuna kuwa na sehemu kuna maji, hawezi kuja msikitini. Huyu sahaba akamwambia Mtume, akamwambia, ya Rasulullah, mimi kukinyesha ikiwa hunioni msikitini ni kwa sababu huwa kuna maji yanapita kwenye barabara, mimi siwezi kukrosi yale maji kuja kuwahi salatul fajr ama isha msikitini. Angalia Mtume alivyokuwa hodari kuushika nyoyo za masahaba wake. Siku ile ile usiku, kwa sababu kulinyesha, yule sahaba hakuja msikitini wakati salatul isha. Baada mvua imesimama, alimwambia Saidina Abubakar na Umar, musiende, tuna mkutano tunataka kufanya. Mvua ikasimama, maji yakamalizika barabarani. Mtume akawaambia Abubakar na Umar, leo tunaenda kumtembelea yule mwenzetu ambaye kwamba hakuweza kufika msikitini salatul isha. Na Mtume akachukua Abubakar na Umar wakaenda kwa yule bwana. Saa 3 saa 4 usiku anabishiwa mlango. Yule bwana akifungua ni Mtume alayhi salatu wassalam. Hebu angalia furaha ya yule sahaba ilikuwa vipi, kuona kwamba mimi leo nimekosekana salatul isha, lakini Mtume amechukua muda wake yeye na Abubakar na Umar. Yani huu number 1 na number 2 baada ya Mtume. Yani sisi tukiwapanga masahaba, number 1 ni Abubakar, number 2 Saidina Umar. Na Mtume mara nyingi amekuwa akisema, nilisafiri mimi na Abubakar na Umar, na tukarudi mimi na Abubakar na Umar, tulikula mimi na Abubakar na Umar, tulitembea mimi na Abubakar na Umar, tulishika mimi na Abubakar na Umar. Ukisoma maisha ya watu hao. Sasa leo huyu sahaba, hebu fikiri ile furaha aliyokuwa nayo. Saa 4 za usiku mtu anabisha mlango, ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamwambia, sisi tumekuja kukutembelea kwa sababu leo kulinyesha jioni, hatukuweza kuja salatul isha, ndio sisi tukaja tukakutembelea. Mimi nataka kuswali raka 2 hapa nyumbani kwako. Yule bwana akamwekea Mtume maji ya kutawadha, akachukua ule mswala uliokuwako siku hiyo, Mtume akaekelea kibla akaswali raka 2. Yule sahaba pale mahali Mtume aliposwalisha, alikuwa na paenzi sana. Hata kiswali nyumbani msikitini, lakini akija nyumbani alikuwa kiswali pale mahali aliposwali Mtume alayhi salatu wassalam. Huyu sahaba alipata baraka kubwa sana kwa jambo hili la mtu kwenda kuswali fajr na jamaa na isha jamaa wakati wa giza. Jambo la 5 mtu akilifanya atapata nuru siku ya kiyama ni taalimu al-auladi al-Qur'an wa tahfidhuhum, mtu kuwasomesha watoto Qur'ani na kuwahifadhisha. Mtu ambaye kwamba ana mtoto amehifadhi Qur'ani, mabruka alayhi. Na sisi tufanye bidii tuwahifadhisha watoto wetu Qur'ani. Mzazi ambaye kwamba amemhifadhisha mtoto wake Qur'ani, vile vile atafufuka siku ya kiyama anakiwa na nuru. Mtume anasema, man qara al-Qur'an, hadithi ipokewa na Bukhari na Muslim, man qara al-Qur'ana wa ta'allamahu, akaisomesha Qur'ani, wa amila bihi, akaifanyia kazi, ulbisa walidahu yawm al-qiyam, wazazi wake wa ule mtoto atavalishwa, wazazi wake wawili watavalishwa tajan min nur, crown ya nur, dhauhu mithlu dhaui shams, inatoa nuru kama jua, wa yuksa walidahu, na wazazi wake vile vile watavalishwa hullatani. Hulla ni kama joho 2, kama gauni. Baba na mama, la taqumu lahum ad-dunya, huku duniani hawakuweza kupata gauni ile. Fayaqulan, wale wazazi watasema, bima kasabna hadha,
na riwaya nyingine bima kusibna hadha, na zote zinakubalika. Kwa nini sisi tulipata hii ama kwa nini tulipewa hii? Bima kasabna hadha, kwa nini sisi tumepata gauni hizi mbili? Wa bima kusibna, kwa nini tumepewa hizi gauni mbili? Fayuqal, wataambiwa bi akhdhi waladikum alquran, kwa sababu mtoto wenu amehifadhi Qurani. Ni muhimu mambo haya. Sasa tumetaja masala ya Qurani, kuhifadhi Qurani ni muhimu, lakini vile vile kunafuatana na kuhifadhi Qurani kuifahamu Qurani, vile vile kuitumia katika maisha. Mambo haya matatu ni muhimu. Kuhifadhi peke yake haitoshi, natakiwa kuihifadhi, kuizingatia na kuitumia katika maisha. Hiyo ndio kazi ya Qurani iliyoletwa. Sehemu ya mwisho ya sehemu hii mimi nitakuzungumza kuhusu vipi mtu atakuwa kwenye kivuli cha arshi. Hii hadithi maarufu, nafikiri sisi tumetaja kuna watu ambao kwamba watapata amani, na tumetaja hivi sasa watu ambao kwamba watapata nuru. Sehemu ya mwisho ni kaifa tastadhillu bidhilli al-arsh. Vipi mtu atapata nuru, kivuli, atakuwa chini ya kivuli cha arshi ya Mwenyezi Mungu. Siku mzito kama hiyo ambao tumesema jua litakuwa karibu kadri mail moja, na siku ni ndefu sana, kwa sababu viumbe wote tangu Adam alayhi salam mpaka mtu wa mwisho kiyama kitasimama, sisi sote tutakuwa mahali pamoja. Lakini kuna watu 7 ambao kwamba wao watakuwa chini ya arshi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu. Mtume anasema, hadithi ilipokewa na muttafaqun alayhi, Bukhari na Muslim. Mtume anasema 7 yudhilluhumullahu yawma alqiyama fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Watu 7 watakuwa chini ya arshi ya Mwenyezi Mungu siku ya kiyama, siku ambayo kwamba hakuna kivuli ila kivuli cha arshi. Hapa fi dhillihi haimaanishi kivuli cha Mwenyezi Mungu. Maadhallah, Mwenyezi Mungu hana kivuli. Hapa Mtume anasema yudhilluhumullahu yawma alqiyama fi dhillihi. Mtu asifikirie kwamba ni kivuli cha Mwenyezi Mungu, la. Dhillihi, kivuli kinachomilikiwa na Mwenyezi Mungu. Yeye ndio anayekimiliki kile kivuli cha kwenye arshi. Yawma la dhilla illa dhillu, si kwamba hakuna kivuli ila kivuli chake yeye Subhanahu wa Ta'ala. Imamun adil, imamu ama kiongozi mwenye uadilifu. Riwaya hii sio maarufu, lakini hadithi hii mambo haya yanajulikana. Mtu wa pili, washabun nashaa fi ibadatillah, na kijana aliyeinukia katika kumwabudu Mwenyezi Mungu. Wa rajulun, mtu wa tatu, dhakara Allah fi khala'in fafadhat aynah, aliyekaa kando akamtaja Mwenyezi Mungu mpaka macho yake yakatoa machozi. Na mtu wa nne, wa rajulun qalbuhu muallaqun bil masajid, na mtu ambaye kwamba moyo wake umeshikana na msikiti, akiwa ndani hataki kutoka, na akiwa kule nje anatamani kurudi. Mtu wa tano, wa rajulani tahaba fillah. Hii masala ya hubu fillah imejirudia sana hii, na watu wawili waliopendana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhana. Na mtu akitaka kuona mifano ya watu waliopendana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, aangalia vile vile Abu Bakar na Umar, ama Abu Bakar na Mtume, ama Mtume na Umar, ama na maswahaba. Maswahaba walipendana sana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na Abu Bakar na Mtume walikipendana sana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Vile vile Abu Bakar na Umar, Abu Bakar na Mtume, na Saidna Ali na Uthman bin Affan. Wewe angalia maswahaba walivyopendana. Mtu wa sita, wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamali, na mtu ambaye kwamba ameitwa na mwanamke mwenye cheo na uzuri kufanya naye tendo baya, yani ila nafsiha, faqala inni akhafu Allah, mimi namuogopa Mwenyezi Mungu. Ndio tukasema alkhawfu min Allah, mtu akimwogopa Mwenyezi Mungu duniani atapata amani siku ya kiyama. Mtu wa saba, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, na mtu aliyetoa sadaka fa akhfaha, akaificha ile sadaka. Haya masala ya sadaka ni masala muhimu sana, ambao kwamba lau sisi tutajua namna kuyafanya ama umuhimu wake, tungetoa sadaka sana. Bi sadaqatin fa akhfaha, akaificha ile sadaka, hatta la ta'lama shimaluhu ma sana'at yaminuhu, mpaka mkono wa kushoto usijue mkono wa kulia umefanya kitu gani. Hawa ndio watu 7. Hadithi hii maarufu mpaka hapo ilivyo,
Lakini hadithi hii ina faida nyingi. Miongoni mwao faida zenyewe ni kwamba hadithi imetaja ibada nyingi za mtu kupata kivuli cha arshi. Hakukutajwa Imam Adil peke yake, kwa sababu sio kila mtu atakuwa imamu, sio kila mtu atakuwa kiongozi. Lakini kukawekwa jambo lingine, yule mtu ambaye apenda kukaa kando, wa rajulun dhakara Allah khalian, akikaa kando amtaje Mwenyezi Mungu. Kuna mwingine hana uwezo wa kutoa, yule mwenye uwezo wa kutoa, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfah. Kuna mtu apenda msikiti, amepewa nafasi kwamba akipenda msikiti kwa ajili ya Mwenyezi Mungu atapata arshi ya Mwenyezi Mungu, kivuli cha arshi. Wa rajulun qalbuhu muallaqun bil masajid, yani kumitajwa ibada ina 7, kwamba zote sisi tunaweza tukafiti, ima ibada moja ama ibada 2 ama ibada 3 ama zote. Jambo lingine, ukiangalia watu hawa 7 wote waliotajwa, kuna kitu kinaitwa al-qasimul mushtarak, sifa inayopatikana kwa watu wote hawa 7, makundi yote haya 7, tangu mtu wa kwanza Imam Adil mpaka mtu wa mwisho, mtu atasaddaqa bi sadaqa. Kuna sifa iko katika kila mtu hawa, katika watu wote 7, nayo ni sifa ya mukhalafatul ahwa, mtu kuzikhalifu hawa zake. Na hawa ni yale matamaniwa mabaya ya kwenye moyo. Hii maudhui ya hawa ni maudhui inafaa kuwa khutba ya Ijumaa kwenye mimbari zetu. Masala ya hawa, watu wengi wamepotezwa na hawa zao, watu wengi wamekataa haki na hawa, kufuata hawa. Na mtu anaweza akaabudu hawa zake ikawa ndio Mungu wake. Mwenyezi Mungu anasema kwenye Qur'ani, afaraaita man ittakhadha ilahahu hawahu, yeye akamfanya Mungu wake ni hawa. Masala ya hawa ni masala mazito sana katika jamii. Sasa utakuta kwamba watu wote hawa 7, hili jambo la kwamba wamekhalifu hawa, hilo ndilo jambo ambalo kwamba wao limepatikana kwa watu wote. Yule aliyeitwa kufanya uchafu wa zina alishinda hawa zake. Yule ambaye kwamba yeye alitoa kwa siri alishinda hawa zake ya kujionyesha. Yule aliyekaa msikitini peke yake akamtaja Mwenyezi Mungu alishinda hawa za kughafilika. Na kila Imam Adil alikataa kudhulumu hawa, akafanya uadilifu. Hii ni sifa imeonekana kwa watu wote hawa 7, mukhalafatul ahwa. Mimi natoa kisa cha kuonyesha mtu alifanya sadaka hataki kujulikana. Zainul Abidin. Zainul Abidin kizazi chake kimeshikana na Sayyidina Ali bin Abi Talib. Alikuwa wali wa Madina. Usiku alikuwa akichukua yeye peke yake, akienda Baitul Mal, akichukua chakula, mafuta, mchele, sukari, chumvi, akibeba yeye mwenyewe. Mji umilala Madina, akichukua yeye akiwapelekea zile nyumba za maskini, zile nyumba maskini zile, akiweka kwenye mlango. Asubuhi wenyewe wakitoka kwenda kuswali, akaona kuna mzigo ushawekwa hapo, gunia lina kila kitu, hajui nani wameweka. Watu kawa hawajui ni nani anayefanya kazi ile. Kwa muda ilijulikana ni yeye siku alipofariki. Ile siku alipofariki, alipokuwa anaoshwa maiti, ikaonekana ana alama kwenye mgongo wake wa kubeba ule mzigo. Na hakuna anayejua kwamba khalifa ama wali Zainul Abidin ndio anayefanya kazi ile usiku, kubeba mzigo ile. Ikaonekana ana alama hapa ya kubeba mzigo wa wale maskini kuwapeleka watu. Na hivyo inavyotakana mtu atoe sadaka bila kujulikana. Na mara nyingine kutoa kwa sadaka vile vile kwa dhahiri inafaa. Alladhina yunfikuna amwalahum sirran wa alania, kwa siri na kwa dhahiri. Inategemea tu wakati gani inafaa kutoa kwa siri na wakati gani ndio inafaa kutoa kwa dhahiri, ili watu wao. Inategemea mtu tu nia yake. Jambo hili la kutoa sadaka ni muhimu sisi tuwe nalo, kwa sababu sadaka ni jambo moja lenye kumuokoa mtu na matatizo hapa duniani na kumpatia baraka, na vile vile siku ya kiyama atakuwa chini arshi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mtume anasema kwamba kuna watu hapa duniani kuhusu sadaka, Mwenyezi Mungu ndo amewachagua. Tatizo likitokea anaambiwa yeye, anafuatwa yeye.
anapigwa simu yeye, anatumiwa message yeye. Watu wako wengi, lakini akitafutwa yeye ni kwamba Mwenyezi Mungu anampenda ule mwenye kutoa, kwamba bwana tusaidie jambo hili, bwana kuna mtu amekwama, mpatie kitu fulani. Na hii darsa mimi nashukuru kwamba tumewasaidia wengi kwenye sadaka. Tukifanya jambo hilo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, inshallah taala Mwenyezi Mungu atatuweka chini ya arshi yake siku ya kiyama. Jambo la 8 na la mwisho, la mtu ambaye kwamba yeye akilifanya atakuwa chini ya arshi ya Mwenyezi Mungu. Hadithi hii imetaja mambo watu 7 tu, lakini kuna mtu wa 8. Indharul mu'sir, maana yake ni kumsaidia mwenye uzito, kumsaidia mwenye shida, kumsaidia aliyekwama. Kwa lugha ya kisasa, ana shida mbele yake, yule ndio mu'sir. Ana tatizo limemkalia kichwani kwake, limemkalia moyoni mwake, yule ukimjua, ukimsaidia, ni sababu ya mtu kuwa chini arshi ya Mwenyezi Mungu siku ya kiyama. Mtume anasema, hadithi ipokewa na Imam Ahmad, man andhara mu'siran, aliyemsaidia mwenye tatizo, au wadha'a lahu, au akampunguzia ile tatizo, akaliondoa lote ama akampunguzia, adhallahu Allahu yawmal qiyama, Mwenyezi Mungu atamweka kwenye kivuli chake siku ya kiyama, tahta dhilli arshihi, chini ya arshi yake, yawma la dhilla illa dhilluh, si kwamba hakuna kivuli kingine ila cha arshi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na sisi tulieleza masala ya arshi na ukubwa wake na utukufu wake. Mambo haya 8 ndio yatamfanya mtu awe chini ya arshi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mimi nitakuwa nimemaliza kueleza masala ya stage ya 6, ahwalu yaum al-qiyama. Stage inayofuata ni stage ya 7, muhimu sana. Leo tutaweza kuhudhuria, basi tufanye bidii. Naomba Mwenyezi Mungu mimi vile vile inshallah Mwenyezi Mungu akinipatia uwezo na afya na uhai, nitahudhuria na kwenye darasa hii. Ash-shafaa, msamaha. Na sote tunataka msamaha siku ya kiyama. Kuna mtu hana mambo haya yote tuliyotaja, huyu amepewa fursa nyingine ya kupewa msamaha. Vipi tutapata msamaha siku ya kiyama? Vile vile tutakuwa na maelezo mengi kuhusu msamaha, na mwisho tutataja nani akifanya mambo fulani ndio atapata nafasi ya yeye kupata ile tiketi ya msamaha kutoka kwa watu ambao kwamba watapewa fursa ya kuomba msamaha. Kuna watu tutawataja katikati ya darasa hii ambao kwamba wao watapewa nafasi kuwaombea watu, tutawataja kwenye hii sehemu ya ash-shafaa ya siku ya kiyama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridwak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Allahumma hasibna hisaban yasira, Allahumma hasibna hisaban yasira, Allahumma hasibna hisaban yasira. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.